Tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka 1999 taifa letu lilipata msiba mkubwa sana. Ni siku ambayo tulimpoteza baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kiongozi ambaye kwa kweli sidhani kama tutakuja kumpata tena. Hasa kwa kuangalia political climate ya kipindi hiki. Unajua political climate iliyopo ndiyo inayolea viongozi. Sawa. Kwa hiyo hauhitaji sayansi ya anga au najimu kujua kwamba taifa hili litakuja kuwa na viongozi bora au la, kwa sababu unaangalia tu ile hali iliyopo kwa wakati huo. Sawa, ile ekolojia iliyopo ya kisiasa iliyopo kwa wakati huo, kisha from that unaweza kupredict kwamba kutakuwa na viongozi wa aina gani. Kwa hiyo kuangalia ekolojia ya siasa iliyopo Tanzania wakati huu, climate ya kisiasa iliyopo Tanzania wakati huu, tunaweza kuongea kwa assurance kabisa kwamba hatutarajii kupata viongozi aina ya Mwalimu Nyerere. Jamaa alikuwa ni selfless sana, to be honest. Sawa, alikuwa na mapungufu yake mengine, lakini alikuwa ni selfless sana. Alikuwa ni kiongozi ambaye aliona ofisi ya umma kama wajibu. Hakuona kwamba yeye ni mtu special sana kwa sababu amepewa ofisi ya umma. No, aliona kama ule ni wajibu anaoutimiza kwa niaba ya umma na kwa maslahi mapana ya umma. Na unaweza kaliona hili katika sera zake, katika utendaji wake, hata katika maneno yake. Mpaka leo ukisoma vitabu vya Mwalimu Nyerere, ukasikiliza speech zake, unauona uongozi ambao umeweka utu mbele, right? Mimi ni mdau wa elimu, sawa, na ukiniuliza mimi nitakwambia kwamba sijaona elimu yenye tija, sawa, kama elimu iliyokuepo kipindi cha Mwalimu Nyerere. Kwa bahati mbaya wengine hatukuepo kipindi hicho, kwa hiyo hatukuiishi hiyo elimu. Sawa, lakini tulikuwa tunaona zile yale mabaki ya elimu Mwalimu Nyerere kipindi tumeweza kukua. Wakati Mwalimu Nyerere anafariki, mimi binafsi nilikuwa darasa la 3. Nakumbuka tulikuwa tunaenda shuleni mchana, ilikuwa ni zamu yetu kwenda mchana hiyo siku. Tumefika shuleni, taarifa za msiba zikawa zimefika, hapo ikatangazwa kuwa ni public holiday. Kwa hiyo tukarudishwa nyumbani hiyo siku. Basi wale jamaa walienda asubuhi walilia sana. Kwa nini mnaanza? Sisi tumeuza asubuhi hapa tumesoma. Hawa wanaondoka kwa nini? Ilikuwa kitu cha aina hiyo. Kwa hiyo hatukufanikiwa kuiishi elimu ya Mwalimu Nyerere, lakini tuliishi mabaki ya elimu ya Mwalimu Nyerere. Na wale ambao tumepata nafasi ya kufuatilia historia ya elimu ya Tanzania, sera ambazo zimekuepo kipindi cha Mwalimu Nyerere na namna zilivyokuwa zinatekelezwa, nadhani tunaweza tukaongea with confidence kwamba jamaa alikuwa ni forward looking. Alikuwa ni mtu anayejali sana elimu. Sidhani kama kuna elimu nyingine yenye tija kama elimu ya ujamaa tuliokuwa nayo. Nakumbuka kuanzia sio tu Arusha Declaration, bali pia ile wanaita Musoma Resolution. Sawa, hii sera ya elimu tunayoitekeleza leo ni matokeo ya kamati ya Makweta ya mwaka 1982. Just imagine. Ndio hivyo. Kwa jamaa alikuwa ni mtu sana. Yeye ndo aliweza kuintegrate kilimo na elimu. Kila shule ikawa ina shamba, watu wakawa wanalima. Akaleta ule mfumo wa watu kwamba ukimaliza, nadhani ilikuwa ni kidato cha 6, unatakiwa kwanza urudi kijijini au kwenye jamii yako, ufanye service kwa muda fulani, kisha uwe evaluated, then baada ya hapo ndo uweze kuondoka na kwenda kusoma elimu ya juu ili iwe na tija, kwa sababu hauwezi kuwa unasoma tu bila kuconnect unachokisoma na mazingira yake na vitu vya. Kwa kulikuwa kuna tija katika elimu. Ilikuwa mtu akimaliza shule akirudi mtaani, kweli unaona ni msomi, amerudi mtaani. Sio msomi kwa sababu ana degree au msomi kwa sababu ana cheti, hapana. Alikuwa ni msomi kwa sababu anarudi na uwezo wa ku make sense kwa kile anachokiona katika mazingira yake. Alikuwa anarudi kama human capital yenye uwezo wa kuexploit resources zilizopo katika mazingira yake. Kwa hiyo jamaa alikuwa ni forward looking sana. Alikuwa ni mtu mmoja smart sana. Okay? Kuna quotes 3 za Mwalimu Nyerere binafsi nazikumbuka sana. Huwa zina resonate na nadhani ni relevant sana kipindi hiki tunapomkumbuka Mwalimu. Quote ya kwanza ambayo naikumbuka sana kutoka kwa Mwalimu na nadhani ni relevant sana kipindi hiki ni ile inayosema kwamba ukiwa mnyonge ni lazima utake mabadiliko.
right? Hakuna mnyonge ambaye ni conservative, right? Hii quote ni powerful sana, sawa? Hauwezi kuwa mnyonge alafu ukawa conservative. No, kwa sababu unapokuwa conservative maana yake ni kwamba unasema kwamba nataka ni maintain status quo. Nataka hali ibaki vile ilivyo. Sitaki hali ibadilike. Mwalimu Nyerere anasema kwamba hicho kitu hakiwezekani. Haiwezekani. Kwa mfano, wewe ni mzazi, mtoto wako anaenda shule ambazo hazina madawati, hazina walimu, hazina madarasa, hazina kitu chochote cha maana, right? Huku kundi dogo la watu wanaojiita watawala wakiwa wamehodhi kila kitu, wakiwa wanaishi maisha ya nasa kuliko, alafu tena wewe ukasimama na kusema kwamba mimi ni conservative, nataka hali ibaki hivi ilivyo. Haiwezekani. Mwalimu anakuambia hicho kitu hakiwezekani. Sawa? Unafanya, umesoma, una degree kwa mfano au ma degree kadhaa. Unafanya kazi, unalipo kimshahara kidogo kama mwalimu wa Tanzania au kama polisi wa Tanzania. Sasa kimshahara kiduchu kiasi kwamba hauna hata uwezo wa kubadilisha kiatu. Shati umevaa mpaka limechanika huko hivi. Sawa? Watoto hawana uhakika wa kwenda chooni. Wanapata constipation kwa sababu hawati chakula cha maana. Right? Alafu wewe unasema kwamba mimi ni conservative, nataka hali ibaki hivi bla bla. Mwalimu anakuambia hicho kitakiwezekana. Hakiwezekani hata kidogo. Ukiwa mnyonge ni lazima utake mabadiliko. Ni lazima utamani kumove kutoka katika ile hali iliyopo na kwenda kwenye hali nyingine tofauti. Anasema kwamba ukiona mtu anapiga kelele sana kukataa mabadiliko, kukumbatia status quo, ujue hilo jamani ni jambazi. Hilo jamani ni linyang'anyi. Hilo jamani lifaidika la mfumo kandamizi uliopo. Kwa mwalimu anasema kwamba hauwezi kuwa conservative, sawa, wakati wewe ni mnyonge, wakati wewe ni maskini. Hilo jambo haliwezekani. Kwa hiyo hii ni quote powerful sana ambayo naikubali sana kutoka kwa mwalimu. Na nadhani ni relevant katika kipindi hiki kwamba ukiwa mnyonge, ukiwa maskini, ukiwa katika tabaka la wasionacho, tabaka la makabwela, tabaka la wasakatonge, tabaka la watafutaji, tabaka la wavuja jasho, ni lazima utake mabadiliko. Sawa, hiyo ni by default. Ni lazima utake mabadiliko. Hiyo ni koti ya kwanza ambayo naikubali sana kutoka kwa mwalimu. Koti ya pili ambayo naikubali sana kutoka kwa mwalimu ni ile ambayo aliandika kwenye kile kitabu chake kidogo kinachoitwa Tujisahihishe. Alikichapisha ile kitabu miezi kama 6 tu au 7 baada ya kupata uhuru. Kwenye kile kitabu mwalimu anazungumzia kuhusu ukweli. Anasema kwamba ukweli una tabia ya kujilipiza kisasi endapo utapouzwa. Ni quote powerful sana na ina connect na ile quote ya conservatives. Ipo hivi: ukijifanya kwamba wewe ni conservative, kwamba umeshafanikiwa, kwamba unataka ku maintain status quo, kwamba kila kitu ni fresh, unataka kibaki vile kilivyo, maana yake ni kwamba una deny ukweli uliopo. Unakataa kuona ukweli vile ulivyo. Kwa hiyo matokeo badala yake unataka kuishi ukweli ambao sio. Kwa sababu moja nilisema unataka kuishi intersubjective reality ambayo umetengenezewa na watawala. Again, watoto wako hawana madawati, hawana matibabu, hawana uhakika wa kula. Wewe hauna uhakika wa kipato. Maisha yako ni ya kuunga. Lifespan yako ni miaka 60 Mungu akisaidia. Right? Lakini una uhakika wa kufa kabla kufikia miaka 60 na mengine na hiyo. Sawa? Alafu unasema kwamba mimi ni conservative, nataka hali ibaki hivi. Hakuna kuleta mabadiliko. CCM wanaupiga wingi. Bla 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 bla. Mwalimu anasema, sawa, unaweza kufanya hivi, lakini ukweli utakuwa vipi? Pale utakapoanza kujilipiza kisasi. Utajilipizaje kisasi? Ni pale utakapomuona mtoto wako anaendelea kusoma katika mazingira magumu na ya taabu. Ni pale unapoona kwamba ndugu zako wote unaowafahamu mlioko katika tabaka la wasionacho au tabaka la wavuja jasho wanaishia tu kuwa madereva wa bodaboda, malaya wanaojiuza mtaani, wakipambana sana basi ndo wanaishia kuwa walimu na mapolisi. Yaani hizo ndo kazi zenu umeandaliwa. Lakini kusikia sijui mtu amekuja kuwa na maisha fulani ya maana ka break ile intergenerational poverty, kwenu ni kama ndoto ambayo nitakuwa muisahau kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ni ukweli unalipiza kisasi. Simple and straight, right? Kwenye nchi kama Finland, Singapore, South Korea, China, future ya mtoto haiko predetermined. Why? Because kuna elimu ambayo ina uwezo wa kumold mtoto, sawa, na kutengeneza human capital fulani ambayo haiko predetermined na mazingira ya nyumbani. Sawa.
Kwa hiyo hata kama mtoto anatoka familia ya kimaskini, familia isiyokuwa na kipato, elimu inampa nafasi ya kuwa kitu tofauti na kile cha nyumbani. Tanzania tofauti kabisa. Tatizo lililopo Tanzania ni kwamba tuna viongozi ambao hawajali kesho. Sawa? Hawainvesti katika elimu. Na tunajua the best investment kwenye nchi yoyote ile ni investment katika human capital development. Tanzania hichi kitu hakipo kabisa. Sawa? Matokeo yake ni kwamba tuna shule ambazo zina wanafunzi, kwa mfano hivi tunavyoongea, zaidi ya wanafunzi milioni 15 wapo kwenye shule kuanzia primary mpaka secondary, lakini hawana mazingira yoyote ya kuwatengeneza kama human capital. Matokeo yake ni kwamba ile hali ya nyumbani ya mtoto tayari na predetermine future ya yule mtoto. Sawa? Kwa Watanzania walio wengi kabisa hauhitaji sayansi ya anga kujua kwamba wengi wataishia kuwa madereva bodaboda. Wengi wataishia kuwa makondakta. Wengi wataishia wakipambana sana wataishia kuwa mama ntilie. Kazi za watoto wa Tanzania maskini ambazo ziko pale zinawasubiri ni beki 3, sawa biashara ya ukahaba, sawa, betting, sawa, sijui labda kuwa waumini wa Mwamposa na nini kingine. Again, wakipambana sana wakawa wasomi, basi ndio wanaishia kuwa walimu na maaskari. Hizi ndio kazi za watoto wa Tanzania maskini. Kwa hiyo tayari future ya watoto iko predetermined na mazingira ya kipato, ya kiuchumi iliyopo katika familia zao. Why? Kwa sababu elimu ya Tanzania haina nafasi ya kutengeneza kitu tofauti. Haifanyi hiyo intervention. Right? Sasa wewe unapoendelea kusema kwamba to maintain status quo, tuache hali ibaki vile vile, sisi ni conservatives, wakati kiuhalisia wewe kwenye kundi la wakandamizwaji, kundi la watu wanaoumia, unaopaswa kudai mabadiliko. Mwalimu anasema ukweli unaopuuzia una tabia ya kujilipiza kisasi, na utakulipiza kisasi. Right? Ndio maana unaishi maisha ya tabu, mateso na manyanyaso makubwa, kwa sababu umepuuzia ukweli. Quote ya mwisho ninayoikubali sana kutoka kwa mwalimu ni ile inayosema, tunataka kuona katika taifa hili vijana jasiri na wenye kujiamini. Sio vijana wa ndio bwana mkubwa. Vijana wanaohoji na kupinga kwa sauti kubwa kabisa mifumo kandamizi isiyoweka mbele maslahi mapana ya umma. Hapa mwalimu aliupiga mwingi sana. Hii ni quote relevant sana na ina compliment ile quote ya kwanza na ile ya pili, kwamba ili taifa liweze kuwa na future, ili taifa liweze kuwa na uhai, ni lazima liwe na vijana wenye sauti za kuhoji, wenye sauti za kupinga. Sio vijana wa ndio mzee. Ukiangalia kwa karibu utagundua kwamba tumetengeneza taifa la kipumbavu sana kipindi. La kipumbavu, unajua la kipumbavu, yani la kipumbavu kuliko kawaida. Unakuta kijana na mamisuli yake anasimama 24/7, ndio mama, mtukufu mama, asubuhi mpaka jioni. Huyu kijana hana ajira. Sawa? Hana kipato kinachoeleweka. Ana dependent, ana watoto 2 3 wanaomtegemea. Ana familia anayoiendesha. Wazazi wake wanamtegemea kwamba awe tofauti. Amewekwa kwenye tope zito la umaskini. Yet muda wote ni ndio mzee. Hauoni uhalisia wa hali yake. Hajiulizi kwamba ni kwa nini tuko hapa tulipo. Sawa? Alafu unakuta huyu kijana anayeshangilia anaona wazi kabisa kwamba watawala wanakuapua mabilioni ya pesa na kuwafanyia mambo ya kipumbavu bila kuwajibishwa. Anaona kabisa mikopo ya 10% inaliwa kila kukicha bila kuwajibishwa. Sawa? Anaona kabisa bajeti ya mfuko wa vijana imetengewa bilioni 3, bilioni 4, na hakuna yote pia kelele wala hazungumzi. Anaona kabisa serikali haina sera zozote za maana za kutengeneza human capital inaweza kuzalisha ajira na kufungua sekta na kubadilisha hali ya kesho. Anaona kabisa hichi kitu, lakini muda wote ndio mzee. Hapana, Mwalimu Nyerere anasema hapana, hatuwezi kuwa na taifa la aina hii. Ni lazima tuwe na vijana wenye sauti ya kuhoji, kwa sababu wote tunasema kwamba vijana ndio taifa la kesho, si ndio? Which means mambo yanayofanywa sasa hivi watakao athiriwa nayo sana kwa kiasi kikubwa ni vijana tulionao sasa hivi. Hawa vijana ndio kesho watakuwa na familia.
ndo kesho watakuwa na watoto wanawategemea, ndo kesho watabeba mzigo wote kwenye mabega yao. Kwa hiyo kama una viongozi ambao muda wote wanakopa pesa kutoka kwenye mataifa yaliyoendelea, alafu wanachezea hizo pesa kugharamia sijui misafara ya kifahari, sijui movie za kipumbavu, sijui warsha hapa na pale ambazo hazina kichwa wala miguu, sijui matendo yote ya kipumbavu ambayo hayasaidii kesho ya taifa letu, watakao beba huu mzigo ni vijana wanaoshangilia sasa hivi. Sawa, kama una corrupt political system ambayo haiweki mbele maslahi mapana ya umma, yenyewe inachoangalia tu ni ile kundi dogo la wenye nacho ambao wanajitengenezea mazingira ya kuendelea ku accumulate. Kama una vijana ambao hawaioni hali na kuipigia kelele, wao ndio watakaolipa gharama. Ukishakuwa na taifa ambalo vijana hawazungumzi, vijana hawawajibishi viongozi, vijana hawawasukumi viongozi kufanya mambo tofauti, ili taifa kwa lugha nyepesi liko doomed. Ni taifa mfu ambalo halina future. Kwa sababu katika uhalisia ni kwamba ili viongozi waweze kuwajibika, ni lazima wawe na kundi kubwa la umma ambao una demand accountability. Ni lazima. Yani kwa sababu by nature power ni corrupt. Sawa? Na unapompa kiongozi power, umempa mazingira ya kuendelea ku accumulate, kutumia power yake ku accumulate vitu kwa ajili yake na wasela wake na ile cycle yake. Ndio uhalisia uliopo. Hiyo ni human nature. Binadamu sisi ni wabinafsi. Tunapopata nafasi tunachokiwaza sisi ni sisi kwanza. Tujichumie sisi, tujiandalie sisi, tujikusanyie sisi. Kwa hiyo ni lazima uwe na umma unaopiga kelele ili kuwakumbusha hawa viongozi kwamba no. Hatukukuweka madarakani kwa sababu yetu, tulikuweka madarakani kwa sababu ya maslahi mapana ya umma. There is a social contract between us, na ni lazima uisimamie hiyo social contract. Na hiyo ni kazi ya vijana. Ni kazi ya vijana kwa sababu wao ndio wenye nguvu na wao ndio wenye kesho ya taifa. Hao wazee wachache tulionao sasa hivi, wakina Samia, wakina Wasira, wakina Kikwete, wote wanakufa ndani ya miaka hii michache tu iliyopo hapa. Kwa hiyo burden yote itabaki kwenye shoulders za vijana wanaonyamaza sasa hivi na kusema ndio mzee, ndio mzee, ndio mzee. Vijana wakishakubali kuishi maisha haya ya vuvuzela, maisha ya kupiga perepeche tu za watawala, taifa halina afya, halina kesho. Na hakuna yeyote mwenye akili atakayeshangilia hali kama hii, kwa sababu tunajua kabisa kwamba hili jambo halina afya kwa taifa letu. Ndio maana Mwalimu Nyerere anasema kwamba tunahitaji taifa la vijana jasiri, vijana wasiokuwa na woga, vijana wasiosema tu ndio mzee, ndio mzee, ndio mzee, vijana wanaohoji, wanaopinga mifumo kandamizi isiyojali maslahi mapana ya umma. Mwalimu anasema tunahitaji vijana wa aina hiyo. Kwa mimi nadhani hizi koti tatu ni muhimu sana kipindi hiki ambacho tunatamani sana kupata mabadiliko.